Habari zilisambaa haraka miongoni mwa watu wa milimani kuhusu kijana mdogo aliyezaliwa juu ya kilima akiwa na mwangaza juu yake. Wengine walidhani ni mwanga wa jua uliokuwa ukirejelea kutoka kwa kioo. Ella na Charles walijua vyema kuwa hapakuwa na vioo ndani ya kibanda chao ambacho kimetengenezwa na magogo. Zaidi ya hayo, jua lilikuwa bado halijachomoza. Walishangaa, je, mwangaza huo ulikuwa na maana ya kiroho? Charles alilitupilia mbali, lakini Ella hakutaka Charles alitupilie. Alisisitiza kwamba jambo fulani lazima lifanyike. Hatimaye walikubaliana kuwa mtoto wao lazima apelekwe kanisani na kutolewa kwa Mungu. Kwanza Charles alipinga wazo hilo, lakini mwishowe alikubali, ingawa uamuzi huo ulikuwa kinyume na asili yake. Sasa swali lilikuwa ni wapi wangempeleka? Mababu za Charles Branham walikuwa Wakatoliki wa Kiirlandi. Upande wa Ella, familia ya Harveys pia walikuwa Wakatoliki wa Kiirlandi, isipokuwa mama yake aliyekuwa wa kabila la Cherokee. Hata hivyo, Charles na Ella walikuwa wamejitenga kabisa na imani yao ya Katoliki. Hawakuwa na msimamo wowote wa kidini. Walikubaliana kuwa kwa madhumuni yao, kanisa bora lilikuwa ni lile lililokuwa karibu zaidi. Kwa hiyo Billy Branham alipofikisha wiki 2, Charles na Ella walimvika nguo za mavazi ya joto na kumpeleka hadi kanisa la Upper Kingdom Baptist, ambapo waumini wachache walikusanyika kila Jumapili ndani ya jengo hilo la magogo lenye sakafu ya udongo na benchi zilizotengenezwa kwa mbao zilizowekwa juu ya vipande vya magogo vilivyogeuzwa. Kanisa hilo halikuwa na mchungaji wa kudumu. Kila Jumapili waumini waliimba nyimbo na kusoma Biblia. Lakini kila baada ya miezi 2, mhubiri wa mzunguko alipita kutoa mahubiri. Mhubiri mzee alikuwa pale siku hiyo. Aliomba juu ya William Marion Branham mdogo, akimuomba Mungu siku moja amtumie kijana huyu katika huduma yake. Ilikuwa mara ya mwisho Billy Branham kuingia ndani ya kanisa kwa miaka 23. Kwa sababu ya kazi ya kubeba magogo mazito mazito, Charles mara nyingi alilazimika kuwa mbali na mkewe na mtoto wake wakati wa wiki. Mnamo Oktoba mwaka 1909, dhoruba theluji ilimfanya asalie kambini mbali na nyumbani. Ella, akiwa na ujauzito wa miezi 4 wa mtoto wao wa pili, alikuwa na wasiwasi kwani chakula chake kinamalizika. Wakati kuni zilipoisha, alivaa magunia ya kitani miguuni mwake na akapambana na theluji iliyofika kiunoni na upepo mkali ili kuingia msituni kukata magogo madogo madogo na matawi makavu, akiyavuta kurudi kibandani katika jitihada za kuweka moto ukiwaka. Lakini chakula kilipoisha kabisa, alikata tamaa. Moto ulizimika na alikuwa dhaifu mno kuweza kwenda nje tena kutafuta kuni. Akiwa amechukua kila kipande cha nguo kilichokuwepo ndani ya kibanda, alijifunika yeye pamoja na mtoto wake kwa kadri alivyoweza. Akajilaza kitandani na kuvuta shuka juu yao. Nje, upepo ulikuwa ukivuma kwa nguvu. Chumba kilipoanza kupoa, hata ndoo ya maji iliyohifadhiwa mle ndani ilianza kuganda na kufanyika kuwa barafu. Ella alitazama juu kwenye paa la kibanda na kutafakari tena kuhusu ule mwangaza wa ajabu aliouona wakati wa kuzaliwa kwa mtoto wake. Alikuwa amewaza mara nyingi kwamba huenda ulikuwa ishara ya hatima kubwa kwa Billy, lakini sasa ilionekana haina maana, kwani kifo kilionekana kuwa karibu. Jirani wa karibu wa Ella alikuwa mzee mmoja aliyekuwa akiishi ng'ambo ya bonde. Dhoruba ilipopungua, mzee huyo alitoka nje kufanya shughuli zake za kawaida. Alipokuwa akitizama upande wa kibanda cha familia ya Branham, aliona hakuna moshi uliokuwa ukitoka kwenye bomba la chimney. Kwanza hakulitilia maanani, lakini baada ya siku chache akaanza kuwa na wasiwasi. Alifahamu fika kuwa kabla ya dhoruba moshi ulikuwa ukitoka kwenye bomba la chimney, na hakuamini kwamba mtu yeyote angeweza kutoka ndani ya kibanda wakati wa dhoruba. Akiwa na hofu kuwa huenda kulikuwa na tatizo, aliamua kwenda kuangalia. Alipokaribia kibanda, aliona hakuna alama za miguu kwenye theluji mpya.
Hii ilithibitisha hofu yake kuwa hakuna aliyekuwa ametoka nje tangu dhoruba ilipoisha. Alibisha, lakini hakupata jibu. Alipojaribu kufungua, aligundua kuwa mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Hapo alihisi dhahiri kuwa mtu alikuwa ndani, lakini alikuwa katika hali mbaya. Kwa nguvu nyingi aliweza kuvunja mlango na kuingia ndani. Kile alichokiona kilimshtua sana. Ella na mtoto wake walikuwa wamejifunika kitandani, karibu kufa kwa baridi na njaa. Kwa haraka mzee huyo alichukua shoka la Ella na kwenda msituni kukata kuni. Kisha akarudi na kuni za kutosha na kuwasha moto. Baada ya kugundua kuwa hakukuwa na chakula, alitembea hadi nyumbani kwake na kurudi na vyakula vingi kadri alivyoweza kubeba. Kupiga simu kwa daktari hakukuwa na uwezekano. Kwa hivyo mzee huyo alimtunza mama huyo mchanga pamoja na mtoto wake. Wakati Charles alipofanikiwa kurudi nyumbani, mkewe na mwanawe walianza kupata nafuu. Msimu huo wote wa baridi uliobaki, Charles alibaki karibu na nyumbani, akiwinda na kutega wanyama ili kuhakikisha kuwa kulikuwa na chakula cha kutosha. Katika majira ya machipuko, alirudi kwenye kazi ya ukataji miti na ubebaji wa magogo mazito mazito. Baada ya barafu kuyeyuka, angefunga maksai kwenye magogo na kuyavuta moja baada ya jingine hadi mto wa Cumberland, ambako wakata miti wengine wangeafunga pamoja na kuyatengenezea mtumbwi mkubwa. Kisha wangeelekeza mtoni yakielea hadi mto Ohio, hatimaye kuingia katika mto wa Mississippi. Katika mwezi wa Machi mwaka 1910, Charles na Ella walipata mtoto wao wa pili, Edward. Miezi michache baadaye, ambaye Ella sasa alikuwa na miaka 16, alihisi ujauzito mwingine tumboni mwake. Alijifungua mtoto wake wa tatu mwaka wa 1911. Alikuwa mvulana mwingine, akamuita jina Henry. Charles aliendelea na kazi ya ukataji miti wakati wa majira ya machipuko na kiangazi hadi msimu wa mapukutiko mwaka 1911. Kisha masaibu yakampata tena, yakimuondoa Charles kutoka kwa familia yake changa na karibu kumwangamiza kabisa. Akiwa mtoto wa mwisho kati ya ndugu 17, Charles Branham alikuwa chini ya walimu wakali wengi. Alijifunza kustahimili pombe kali akiwa mvulana mdogo, na alijifunza kutatua migogoro yake kutumia ngumi. Katika msimu wa mapukutiko mwaka 1911, Charles alihudhuria sherehe ambapo ugomvi ulizuka. Pombe haramu na wanaume waliokithiri ugumu wa maisha vilikuwa mchanganyiko hatari. Na muda si mrefu, ugomvi huo ukageuka kuwa mapambano makali. Ugomvi uliohusisha kila mtu aliyekuwapo ndani ya chumba. Jambazi mmoja mwenye nguvu aliyeitwa Willie Aubrey alimwangusha rafiki wa Charles chini. Akamrukia na akatoa kisu chake na alikuwa karibu kumchoma moyoni, lakini Charles alimsukuma na kumwangusha kiti kichwani. Charles akajiondoa nyuma na kutoa kisu chake mwenyewe. Willie akamsahau mtu aliyekuwa sakafuni na kumgeukia Charles. Kama angepata nafasi angechinja kola Charles bila huruma. Alikuwa mtu ukatili aliyewahi kumuua mwanawe kwa kipande cha uzio. Lakini kisu cha Charles kilimpata kwanza, kikamwacha Willie akiogelea kwenye dimbwi la damu akiwa hana fahamu lakini bado hai. Taarifa za ugomvi huo zilisambaa hadi Bucksville, Kentucky. Charles alihusishwa kama kiongozi wa vurugu na kushtakiwa kwa jaribio la mauaji. Naibu wa sheriff alipanda farasi kuja kumkamata. Kabla afisa huyo kumpata Charles alikuwa ameshasikia hatari iliyomkabili. Ilimbidi atoroke haraka bila kujua aende wapi na afanye nini. Kabla ya kuondoka, Charles alimwahidi mkewe Ella ya kwamba mara tu atakapopata kazi na mahali pa kuishi angemuita aje kwake, akitumia jina bandia ili asipatikane. Hivyo basi, ndani ya mchana mmoja, Charles Branham alitoweka, akimwacha mke wake peke yake msituni akihangaika kujikimu pamoja na watoto wao watatu. Billy alikuwa miaka 2.5, Edward mwaka 1.5 na Henry alikuwa miezi 6 tu. Akiwa na umri wa miaka 17, Ella bado alikuwa kama mtoto mwenyewe. Baada ya wiki chache tu aligundua Charles alikuwa ameacha sehemu yake ndani yake. Alikuwa na mimba tena. Majira hayo ya mapukutiko na baridi yalimsukuma Ella hadi mwisho wa uvumilivu wake. Alihisi kana kwamba akiishi katika jinamizi.
akijaribu kuwalea watoto wake watatu ndani ya kibanda kichakani, huku yeye mwenyewe mara nyingi akihisi kichefuchefu. Hakuwa na pesa, hakuwa na msaada wowote wala nguvu. Kama si msaada wa ndugu za Charles, maskini vile alivyokuwa, Ella alifahamu fika kwamba asingeliweza kuishi. Lakini hatimaye majira alibadilika, ardhi ikaanza kuyeyuka na kichefuchefu chake kikaisha. Henry alitimiza mwaka mmoja, Edward miwili, Billy mitatu. Mtoto aliyekuwa akipiga mateke na kujigeuza tumboni mwake alikuwa karibu kuzaliwa. Siku moja, katika majira ya machipuko ya mwaka 1912, naibu wa sheriff alifika kwenye kibanda na kumuuliza Ella kama alikuwa amesikia lolote kutoka kwa mume wake. Aliweza kusema ukweli, hakuwahi kusikia chochote kutoka kwake, wala hakuwa na wazo lolote alikokuwa. Siku chache baada ya ziara ya naibu wa sheriff, Billy na Edward walikuwa wakicheza nje ya kibanda, mahali ambapo chemchemi ndogo ilifanya ardhi kuwa na matope. Billy alitaka kumuonyesha mdogo wake jinsi alivyokuwa na nguvu, hivyo akainua jiwe kiasi alivyoweza kubeba. Alilishikilia juu ya kichwa chake, kisha akalitupa kuelekea kwenye chemchemi. Jiwe likazama ndani ya matope kando ya maji, na matope yote akamwagika juu ya Edward. Edward akaanza kulia mara moja na kutembea kwa mlegezo kurudi kibandani. Ndege mmoja kwa jina Kwaru alikuwa anaimba juu ya mti kwa sauti kubwa. Billy akatafuta kwenye matawi hadi alimuona ndege huyo. Alipochukua hatua moja kuelekea kwake, Kwaru huyo akaruka na kutoweka. Na ni wakati huo jambo la kushangaza lilitokea, kiasi kwamba lingechapishwa akilini mwake milele na kuwa kumbukumbu yake ya kwanza muhimu ya utotoni. Kutokea pale ambapo Kwaru alikuwa ameketi, kulisikika sauti kama upepo kitikisa majani. Kisha sauti moja ikavuma kutoka mtini, sauti ya kibinadamu iliyo wazi kabisa, ikisema, "Utaishi karibu na mji uitwao New Albany." Billy akapiga yowe la hofu na kukimbia kibandani kwa kasi alivyoweza, miguu yake mifupi ikipiga hatua za haraka, huku akipiga kelele, "Mama! Mama!" Ella alikuwa akifuta matope kutoka kwenye tumbo la Edward. "Billy, ni nini kimetokea?" aliuliza huku akimkumbatia mwanawe mkubwa. Amjibu, "Ni nini kimetendeka?" "Mama, ndege alinizungumzia. Nilimsikia akiimba mtini, kisha akanizungumzia." Ella alicheka. "Ulikuwa unaota mwanangu?" Lakini Billy alisisitiza, "Nilimsikia mama, nilimsikia akizungumza kabisa." Ella akamtania, akidhani bado ni mawazo ya mtoto wake. "Ndege huyo alimsikia akisema nini?" "Alisema, tutaishi karibu na mji uitwao New Albany." Jibu hilo lilimshangaza Ella. Halikuonekana kama jambo ambalo mvulana mdogo angebuni katika mchezo wake. Akatembea hadi nyuma ya kibanda na kuita msituni, "Halo? Kuna mtu yeyote hapo? Halo? Kuna mtu hapo?" Aliporudi ndani, Billy akauliza, "Mom, New Albany iko wapi?" Ella akamjibu, "Huo ni mji ulioko Indiana, ng'ambo ya mto kutoka Louisville, Kentucky, umbali wa takriban maili 100 kutoka hapa." "Billy, umesikia wapi kuhusu New Albany mwanangu?" "Mama, sijawahi kusikia habari za mji unaitwa New Albany mpaka yule ndege aliponizungumzia." "Mama, tutahamia huko lini? Na baba je, atakuwa huko nasi?" Ella alitikisa kichwa. Juma kadhaa baadaye, barua iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu kutoka kwa Charles ilifika. Ella alikaa kwenye meza iliyotengenezwa kutoka kwenye kisiki cha mti, akitizama bahasha aliyoishikilia katika vidole vyake vilivyokuwa vikitetemeka. Billy alisimama kwa vidole vyake vya miguu, akajaribu kuchungulia juu ya meza. "Ifungue mama." Ella akawa anacheka kwa woga. Ndiyo,
Tumengoja kwa muda mrefu kwa hili. Kwa nini tungoje zaidi? Kwa uangalifu, alifunua sehemu iliyotiwa gundi. Akatoa barua kutoka kwenye bahasha, akaifungua na kuanza kusoma. Kwa kuwa baba yake alikuwa mwalimu, Ella alipata elimu ya kutosha ya kuweza kusoma na kuandika. Lakini Charles hakuwa na masomo yoyote, hangeweza kusoma wala kuandika hata jina lake mwenyewe. Mmoja wa ndugu zake aliyekuwa akiishi Louisville alikuwa ameandika barua hiyo kwa niaba yake. Mama, inasema nini? Billy aliuliza kwa hamu. Aliendelea kusoma huko akizungumza. Barua inasema kwamba baba yenu yuko Indiana. Amepata kazi ya kudumu na mahali pa kuishi. Na anataka twende huko mara moja. Na ni katika mji mdogo uitwao Utica, takriban maili 10 kaskazini mashariki mwa. Akasimama ghafla na kumtazama mwanawe wa miaka 3 kwa mshangao. Inawezekanaje? Wapi mama? Utica iko wapi? Billy aliuliza kwa shauku. Ella akajibu kwa upole. Billy, tutakwenda kuishi maili 10 kaskazini mashariki mwa New Albany, Indiana.